Safari ya Samia kwenda kwa Putin ni kifo zaidi kwa Watanganyika au ni mwanzo wa ukombozi kwa Watanganyika? Baada ya posti kadhaa tangia jana kuonyesha kwamba Samia atafanya ziara kwa Putin, nimekutana na mawazo mseto ya watu mbalimbali. Wako ambao wanasema kwamba safari hiyo ya Samia anaenda kutafuta backup kwa Putin ili ayalinde mauaji yake matukufu, ili Putin ayalinde mauaji yake, ahakikishe kabisa Samia na mashetani wake alio pamoja nao wanakuwa salama kwa kitisho chochote, kwa hatari yoyote, kwa mtu yoyote ambaye atajaribu kutetea au kutuokoa Watanganyika. Lakini wapo pia wanaosema inawezekana kabisa Samia kwenda kwa Putin ndio ataonyesha wazi kwamba ametaka kufanya ligi na Marekani na Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo inawezekana Marekani na Umoja wa Ulaya na wengine wababe wengine wote wanaweza kuingiliwa na huruma juu ya dhiki ambayo tunaipitia Watanganyika. Kwanza kabisa dhiki ya damu za ndugu zetu ambazo zinalia ardhini, mioyo inavyotuuma, lakini pia dhiki ya uhakika mdogo wa kuishi ama kuwa salama, ikiwa utalia, utalalamika ama kujieleza juu ya maumivu ulionayo dhidi ya ndugu zako ama kudai haki yoyote, hasa haki ya uhai. Inawezekana kabisa, wapo naosema inawezekana kabisa mataifa hayo ya Marekani na mwingine yoyote wenye nguvu na wenye huruma kwamba sasa watuokoe, walao watu wasimamishe machozi tunayolia. Inawezekana ndipo wataona kumbe huyu yuko serious, anataka ligi. Lakini hata wapo wanaosema Putin mara nyingi huwa alindi udhalimu. Anaweza ndio akakubali dili. Samia anaweza kwenda kula akapingikisha chochote, akaweka rehani chochote kwamba Putin chukua chochote, kwamba ni figo za watu, kwamba ni uhai wa watu, kwamba ni madini, kwamba ni nini. Lakini mimi na kikundi changu sisi tubaki hai. Wapo wanaosema kwamba Putin anaweza kakubali baadhi ya dili, lakini itakapofika mahala umekabiliwa sawasawa, mara nyingi hawekezagi nguvu kubwa. Putin hawekeza nguvu kubwa sana kuwalinda wadhalimu, kwa sababu Putin kama ni mtu anayependa vitu vilivyonyooka hivi, wala huu umenyooka. Mimi ni mtu wa Mungu. Sasa nataka nitoe mtazamo wa vyovyote iwezavyo kuwa. Kutoka kwenye moyo wa Mungu, watu wategemee nini? Mungu mwenyewe hana mpango wowote, hawezi kutumia watu hawa kutuokoa. Jibu, Mungu anaweza akatumia watu hawa kutuokoa. Lakini pia hata sipotuokoa kupitia watu hawa,
Mungu aweza kutuokoa kwa njia ambayo haikudhaniwa, na inawezekana kabisa hapa ndipo patatokea uthibitisho kama taifa la Tanzania ni taifa la Mungu amelichagua kweli, ana mpango nalo kweli, au ni taifa kama mataifa tu mengine, hana jicho lolote juu ya taifa hilo na watu wake tuliomo ndani ya taifa la Tanzania na hasa Tanganyika. Jeshi tulitegemea lingetukomboa, jeshi la wananchi wa Tanzania wa Tanganyika tulitegemea lingetukomboa, halijatukomboa, haijajishughulisha na kutukomboa. Wazungu na mataifa mengine tunategemea wanaweza kutukomboa. Watuhurumie tu, watuhurumie. Watuhurumie hata kama wakati mwingine tuliwaita mabeberu, lakini watuhurumie. Hata kama wakati mwingine tuliona ni wakatili, ni wabaya wa moyo kabisa wazungu, lakini wakoloni waliotukalia sasa CCM na magenge yao ni wabaya kuliko ubaya wowote tuliowahi kuona juu ya wazungu. Kama wazungu walikuwa wanachukua rasilimali, lakini walikuwa naacha uhai, na kama walikuwa wanatuua, basi huenda naweza nikatumia lugha hii hata kama hakuna kufa kwa star, lakini huenda walikuwa wanatuua kwa star. Lakini sio hii hali ilivyo sasa, kwamba CCM na magenge yao yote rasilimali wanapora zote, lakini sasa wanahangaika zaidi na kupora uhai. Ndio biashara inayowalipa zaidi au inawapa furaha zaidi. Mwisho wa siku naona ni afadhali hata mzungu kama alikuwa anapora mali, basi alikuwa anapora mali tu, anatuacha salama. Kama ni kutua, basi alikuwa anatuua kwa namna ya star. Kwa hiyo unaweza ukafurahia nafuu hiyo kidogo, lakini ikiwa hawawezi kutusaidia kwa namna yoyote, naomba niseme tu kwamba Mungu yuko hata kama kanyamaza kwa muda wote huu, yuko, anaweza akatuokoa. Katika Esta 4 mstari wa 14 anasema, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Jeshi ndio ambao tulitegemea, jeshi tulitegemea wangetuokoa. Wako kimya karibu kila mwanajeshi, na yeye anaokoa maisha yake, anajaribu kuangalia maisha yake kwa sababu ya kile kinachoonekana. Ufalme wa Samia umejisuka kweli kweli kuangalia ni nani yoyote awezaye kuwa na moyo wa huruma dhidi ya uhai na maisha ya Watanganyika. Kwa karibu kila mwanajeshi anaona ni kama wanaona hata mawazo wanayowaza. Kila kikundi kimeona kiwezekana kitii amri ambayo kwa mujibu wa utu kabisa na Biblia, unajua kabisa wanatii amri haramu inayowaagiza kutekeleza maagizo ya kishetani, au amri inayowatishia wasikabili
wasikabili mamlaka ya kishetani. Jeshi liko kimya. Marekani na watu wengine wanaweza wakafanya na baadaye wakaona kwani kuna ulazima gani, wakakaa kimya. Kina Putin wanaweza wakasema kikubwa sisi kama tutapata tunayoyataka, wakakubaliana na mipango miovu ya Samia na genge lake na kundi lake. Neno kutoka kwa Mungu huyo huyo aliyenyamaza. Mungu anaweza akaja kutumia njia iliyo tofauti na zote tulizozitarajia, tulizozitazamia. Nini kifanyike? Kila mmoja wetu endelea kuona, kuomba na kuona ukae kwenye position gani, useme nini, ukabili nini, uongee na nani, uchukua hatua ipi. Kila mmoja endelea kuangalia position unayoweza kukaa ili uchangie ukombozi, kwa sababu kwa hali ilivyo, heri wafu waliokufa katika Bwana. Kwa hali ilivyo, kama kuendelea kuishi, tutaishi kwenye nchi yenye uchungu na maumivu kama hivi, yenye uholela, yenye ubinafsi, yenye roho mbaya kama zilizo ndani ya CCM na wanaowaajiri. Mimi nakuhakikishia, kama sio sasa, wakati fulani baadaye, kuna mtu utasema afadhali waliokufa. Na kama hoja, hatua na namna ninazojaribu kufanya zitapelekea na mimi kufa, utaona ni afadhali kufa. Ukweli ni kwamba ikiwa kuishi, tutaishi kwenye dunia, kwenye nchi ambayo kawaida ni hivi. Kawaida ni hivi, yani hivi ndo kawaida, hivi ndo tutaendelea kuishi hivi. Tutaendelea kuishi hivi, ndo kawaida hivi. Kwa wengine sisi tunaona kuna maana yoyote ya kuishi, na hata tusipokuwepo siji kaonekana wamemisi sana, ilikuwa waendelee kuwepo, waendelee kuenjoy maisha. Hapana, haya sio maisha. Haya sio maisha. Sio maisha, na inawezekana kabisa Mungu asipookoa. Wakati huu tunapotoa fafanuzi za mwanadamu ni nini, inawezekana ukombozi hautokei mpaka maangamivu ya milele yatakapotokea. Pengine tulio na tafsiri ya mwanadamu hasa alivyopaswa kuishi ni sisi ambao tunaonekana tunatumia lugha isiyoweza kueleweka kabisa, kupendwa kabisa. Lakini hiyo namna nyingine ambayo wanadamu tunaendelea kuishi, hiyo afadhali wanyama wa porini wanaishi kwa staa, wanaishi kwa ubora. Hata wale wanaoliwa, nyumbu, swala, pundamilia, wanaishi kwa amani na kwa salama kuliko hiki kinachoendelea. Wale wanyama wanaoliwa, pundamilia, swala, nyumbu, nyati na wengineo, hatari yao inakuwa moja tu, kuliwa na wanyama wengine. Lakini ukweli mwingine ni kwamba maisha mengine hawanaga mawazo nayo. Wanajua tu watakula nyasi pale, watalala pale, wataendelea. Sio tunavyoishi Watanganyika. Sisi kuwawa ni haki ya watu wa CCM na polisi wao na tisi wao na majeshi yao. Lakini pia kuumia kwa msongo wa mawazo, kwa sababu karibu kila pesa anayopata wataitumia wanavyotaka.
mibarabara, mashimo, mavumbi, nyembamba, madawa, mahospitali, yani unaona karibu kila kitu. Daktari ni kama tu anapangiwa huyo mweke tatizo kwenye mwili au mwake muda wote. Yani kila mahala ni hofu. Vyakula nini, chakula gani kinaingia, wanajua wenyewe ndani yake wana makusudi gani. Hakuna kilicho na uhakika katika hewa, katika chakula, katika usafiri, kwa sababu ya mikono haramu hatari ya CCM na makundi wanayoshirikiana nayo. Tunaishi moja kati ya wakati mbaya zaidi ambao binadamu walipata kuishi. Mimi kuna wakati nimesema ambalo unausipende, lakini nimesema kwamba afadhali zile nchi zinazopigana wanamwaga damu inaonekana, wanapigana, huyo anapigania ukombozi au anapigana, kuliko sisi tunaosemwa, tunaoambiwa tuna amani. Amani tunayoambiwa hii ni amani. Hii ni mbaya sana, ni amani mbaya sana. Amani hii ni mbaya sana, hii ni mbaya sana, ambayo kama tu wote tungepata ufahamu mzuri, ilikuwa ni amani ya kila mtu aikatae kwamba amani hii hapana. Mimi nayeongea na wewe ndiye ninayefahamu, ndiye niliyepitiwa katika kila ninachokwambia. Kama ni kuamuliwa mahakama zifanye nini, kama ni kuamuliwa madaktari wauguzi wafanya nini ili kuua, ili kuweka ugonjwa, kama ni vyakula hivi, nani amelishwa nini, kimemkuta nini. Hivyo vyote mimi ni moja ya watu niliyepitia kwa watu wengi mbalimbali. Kama ni kupigwa risasi, kama ni kuuawa, ndugu zangu, kote nimepita. Kupita kwangu nimefahamu karibia watu wote. Vifo vingi unavyoviona mtaani vinapita kwenye maeneo hayo ambayo vimepita. Vifo na magonjwa niliyoona kwa upendo wangu. Sasa huamini, huelewi kitu. Mimi nasema shida, na wabaya wakijua hujajua ubaya wao, wataendelea kufanya mpaka utajua walikuwa baya kiasi gani. Hawana option nyingine, hawana raha nyingine, kwa sababu hata wao mioyo inauma. Lakini baada ya mioyo kuuma, kinachofuata ni kufanya ubaya zaidi. Hawana option nyingine, amini tu. Hata wajishike hapa, hata waonekane sasa hivi ni kama wameshapata, sasa watakuwa na huruma, na kuhakikishia CCM na timu yao wataendelea kuwa wabaya kuliko wakati mwingine wowote. Na ubaya hata kama hujui, hata kama unajijua wewe ni wa ndani wao, watakufanyia mpaka utaona kulikuwa na sababu. Kule nyuma mbali kabisa kulikuwa na sababu, ungechukua hatua kubwa sana kuwakataa, kuwakabili, kuliko ulivyochelewa sasa. Anyway, nataka tukupa moyo kwamba Mungu aweza kutuokoa kwa njia zaidi ya zile tulizotazamia ama tulizotegemea, hata kama zitashindikana. Asante na hongera kwa kunisikiliza.